Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Na siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea kupeana mafunzo na update mbalimbali ambazo tunazitoa kwenye hii channel. Sasa kama kawaida hapa nipo kwenye mchongo. Leo ninataka nionyeshe hapa jinsi ya kununua hash rate kwenye Calipark. Kwenye Calipark, nadhani kwenye hii channel ukifuatilia utaona zipo video zinaelezea mfumo wa Calipark, jinsi unavyoweza kunufaika nao. Kwa kweli wale wasiojua kwamba hii Calipark ambayo inafanya kazi kwenye network ya BOT, hii ni blockchain project. Ni blockchain project, ni project mpya ndani ya blockchain inaanzishwa. Maana yake ni chain mpya ambayo inaanzishwa inaitwa BOT. Sasa hii Calipark ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kuwanufaisha watu kwenye huu mfumo kwa kuweza kutengeneza passive income kila siku. Sasa zipo video zinaelezea jinsi gani ya kuweza kujiunga, lakini ukitaka kununua hash rate kwenye mfumo wa Calipark ndani ya BOT chain, hapa kama vile unavyoona, kwa sababu nipo kwenye network ya Binance Smart Chain, kuna wallet yangu hii hapa, kuna BNB kidogo na hapa kuna USDT. Hizi ndivyo nitakazoenda kutumia kwa ajili ya kununua hash rate, kwa sababu huu mfumo unafanya kazi kwenye network tatu: network ya Ethereum, BOT na kwenye network ya BNB. Lakini yenyewe hasa Calipark inafanya kazi kwenye network ya BOT, sawa? Hapa nime switch on katika network, katika wallet yangu ya Binance Smart Chain ambako ndipo kuna USDT. Kwa hiyo hapo nitakachokuwa kufanya na kuja sehemu hii hapa iliyoandikwa discover, au kama wewe utakuwa umeshachukua linki, basi hiyo linki utakuja kupiga sehemu hii, utapaste hapa juu. Umeona Sasa mimi tayari linki ninayo, nilishajiunga kupitia kwa upline wangu. Kwa ninachofanya na bofya tu hapa ilikoandikwa Calipark, itaweza kunipeleka kwenye mfumo wa Calipark. Tukumbuke kwamba unapojiunga kwenye mfumo wa Calipark lazima uwe na network ya Binance, uwe na wallet kwa network ya Binance Smart Chain, na wallet hiyo hiyo inabidi uje uimport maneno yake kwenye BOT chain, kwenye network ya BOT. Sawa, utaimport yale maneno yako ya hii wallet, sawa, kwenye network ya BOT. Kwa hiyo itakuwa ni wallet mbili lakini network tofauti. Wallet mbili zenye same address inafanana lakini network tofauti. Kwa hiyo utakuwa na wallet ya BOT ya Calipark kwenye network ya Binance Smart Chain, alafu utakuwa na wallet ya Calipark kwenye network ya BOT lakini with the same address, kwa sababu ulichofanya umeimport ya maneno. Kwa hiyo hapa imeshafunguka. Nikishafunguka mimi nakachofanya na kuja na bofya hapo, nikibofya hapo napiga namna hiyo, kwa sababu lengo langu ni kununua hash rate. Kwa hiyo napiga buy computing power, sawa. Nikipiga buy computing power itafunguka namna hiyo, na kwa sababu imeshakuwa connected na wallet yangu, unaona hapa balance inasoma ile pesa ambayo ipo kwenye wallet inasoma hapa. Sasa kwa dola hizo nilizoweka hapo, je, nitapata hash rate kiasi gani? Utaweza kuona. Kwa hiyo hapa nitajaza dola 500, nitaweka 500 hapo ili uone hash rate itakayopata. Kwa hiyo kwa hizi dola 500 nitapata hash rate 920. Sawa, ambazo hizi hash rate 920 zitakuja kuunganika na hash rate hizi hapa. Kwa hiyo total hash rate hapo itaongezeka. Tukumbuke hii mining ya hapa nanunua hash rate kwa ajili ya kumaini nini? Ya kumaini CA. Na hii ni long term project. Una mine CA kwa muda gani? Je, contract yake ni muda gani? Ni zaidi ya miaka 20 utakuwa una mine CA. Tukumbuke hii ni blockchain project. Blockchain project huwa ina take long sana mpaka project iweze kusimama. Na CA hii sasa hivi CA moja ina thamani ya dola 28. Nitaweza kuwaonyesha. Kwa hiyo ninachofanya hapa napiga purchase hash rate, sawa. Kwa hiyo napiga confirm. Utaona hapo inaenda kwenye wallet address namna hiyo, ili kuweza kwenda kuchukua hiyo na approve hapo namna hiyo, na weka fingerprint. Safi kabisa, mambo hapo yatakaa vizuri kabisa. Umeona, napiga confirm hapo tayari, nakuja napiga tena confirm na approve. Basi hivyo tayari umeona cross chain inafanyika hapo, na hash rate zitaweza kuongezeka hapo ndani ya muda mfupi tu.
utaona hash rate yangu itaongezeka. Kama mnavyoona hapa, baada ya kusubiria kidogo hash rate imeongezeka. Umeona hash rate imeongezeka. Sasa hash rate inapokuwa inaongezeka, manake kwa kesho sasa, na tukumbuke hizi CA huwa zinatolewa kila siku. Ukianza kuchimba, muda wake wa kulipwa CA zako ni saa 1 kamili asubuhi kwa muda wa East Africa. Saa 1 kamili asubuhi kwa muda wa East Africa unalipwa CA kila siku. Kwa manake hapa nimejiwekea uhakika wa kuwa napata au navuna CA nyingi kwa siku, ambazo hizi CA unazoziona hapa, hizi hapa, nina uwezo wa kuzidraw au nina uwezo wa kuzistake, manake niweze kuvuna CA nyingi zaidi. Manake nafanya, kama ukitaka kustake, manake unafanya compounding kuweza kuvuna CA nyingi zaidi. Kwa hiyo ukitaka unaweza ukawithdraw hii hapa moja kwa moja ikaenda kwenye wallet yako ya BOT safi kabisa bila tatizo lolote. Kwa hiyo hapa sasa, maana kuanzia kesho nitaanza kupata CA nyingi kutokana na mtaji huu uliokuwepo. Na ukitaka kujua unapata CA ngapi, ni rahisi tu, unachukua hii hapa, unagawanya kwa hii hapa, alafu unazidisha mara 16,800. Hiyo ndio CA utakayo kuwa unalipwa kila siku. Na CA moja tumesema sasa na dola ngapi? Unakuja hapa kupiga, unapiga mining data, utaweza kuona CA moja sawa na dola ngapi. Hapo ukishuka chini utaweza kuona thamani ya CA moja sasa hivi real time price ni dola 28.589. Umeona, na BOT ambayo ndo coin hiyo ya network ina thamani ya dola 9. As time goes on, hizi token au hizi coin zitapanda thamani. Umeona Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi tunavyoweza kununua hash rate kwenye mfumo wa Carlpac. Kwa hiyo kama wewe na kiasi cha chini kununua hash rate ni kuanzia dola 100. Kuanzia dola 100 ndo unaweza ukanunua hash rate. Chini ya dola 100 hauwezi kununua. Kwa hiyo hapo nadhani nimeeleweka. Ukitaka kujiunga kwenye mfumo wa Carlpac, na pia kwa network, hii project ina revenue mzuri mno. Kuna renki huku, pia kuna V1, kuna vitu mpaka V10 ambako una uwezo wa kutengeneza community na kuweza kuwa unapata CA nyingi kila siku. Kwa hiyo ni long term project. Umeona safi kabisa, unaweza ukatengeneza passive income. Nadhani utaweza kuwafuatilia video jinsi gani ya kuweza kuzibadilisha CA zako kuweza kuwa USDT na kuweza kuuza kwa mawakala. Safi kabisa. Kwa hiyo ni long term project hiyo, na ndio maana mnaona mimi naweza kutop up balance yangu hivyo, ili mradi kujihakikishia napata faida nzuri kila siku. Asante sana kwa kusikiliza na watakia siku njema.